mahujaji katika matumaini. Awali ya yote, napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukusanya hapa kushuhudia matakatifu haya ambayo yalikuwa ni hamu ya mioyo yetu kwa miaka mingi, na leo hii yametimia. Hayawi 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 hayawi. Tunapenda kumpongeza sana Mhashamu Askofu Stefano Lameck Musomba OSA kwa kuteuliwa na leo kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo. Hongera sana baba. Leo tunaadhimisha Jumapili ya tatu ya Pasaka mwaka C. Masomo yetu yanatufundisha mambo kadhaa. Somo la kwanza lina mambo makuu matatu ya kujifunza. La kwanza ni ujasiri, la pili ni kufuata kanuni, na la tatu ni ushuhuda. Tukianza na la kwanza, ujasiri. Kuhani mkuu alitoa amri kwa mitume kuwa wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Lakini kwa ujasiri mkubwa mitume hawakufuata amri hiyo, ila waliendelea kufundisha wazi wazi habari za Kristo mfufuka. Huo ni ujasiri wa pekee sana. Mitume wanatufundisha kwamba katika maisha kila watu wana maoni yao kulingana na uzoefu wao, wana imani zao na hisia zao. Inawezekana wanachokifikiria ni kweli kwao, lakini haimaanishi kwamba lazima iwe kweli kwao. Hatupaswi kuwa na wasiwasi juu ya wengine wanatuonaje. Tunapaswa kuzingatia kujenga ujasiri katika kutambua kwamba sisi ni akina nani na nini tunachosimamia. Mitume walitambua kwamba wao ni kina nani, na kwa ujasiri walitangaza habari za Kristo mfufuka bila uoga wala wasiwasi wote. Jambo la pili ni kufuata kanuni. Mitume walifuata kanuni. Walipokatazwa kufundisha kwa jina la Yesu, Petro akajibu kuwa ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hii ilikuwa ni kanuni ya msingi kwao. Hivyo mpendwa wetu Askofu Musomba asikukataze mtu yoyote kufundisha kwa jina la Kristo mfufuka. Hili ni fundisho pia kwetu sote waamini wote na kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ni muhimu kukumbuka kwamba uongozi wa kweli sio kutumia nguvu au kuwalazimisha watu wafuate mawazo yako hata kama ni mabaya. Badala yake ni juu ya kuwaongoza wale wanaotuzunguka kupitia matendo ya maadili. Kiongozi ambaye anaongoza kwa mfano anakuza mazingira ya uaminifu, heshima na kushirikiana. Tunapoonyesha uadilifu, tunakuwa mfano wenye nguvu kwa wengine kufuata. Hivyo tujitahidi kukuza mitindo yetu ya uongozi kwa kuwa mfano hai kwa jamii badala ya kutumia mamlaka. Ikiwa kazini, katika jamii zetu au hata ndani ya familia zetu, athari ambayo tunaweza kuwa nayo ni kubwa kama hatuishi katika ukweli, kama hatuishi katika kanuni. Tusimamie ukweli daima
kwa sababu ukweli ndio utakaotufanya kuwa huru. Ushuhuda. Hili ni jambo la tatu tunalojifunza kutoka somo la kwanza. Mitume walimjua Yesu, walimsikiliza na wakamfuata. Shahidi ni yule aliyeona, kusikia mwenyewe na sio kusimuliwa. Shahidi ni yule ambaye anausema ukweli kama ulivyo. Ndio maana mahakamani mashahidi lazima wale kiapo cha kusema ukweli tu. Sisi sote tuliobatizwa ni mashahidi. Sote tuliobatizwa ni mashahidi. Tumebatizwa na kutumwa kuhubiri habari njema. Sote tumetumwa baada ya ubatizo kuhubiri habari njema. Baba Askofu Musomba, umesimikwa leo kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo, ili uweze kushuhudia ukweli. Nasi sote waamini tunapaswa kushuhudia ukweli wa Kristo mfufuka, hata ikitupasa kuadhibiwa, kwani ni bora kuadhibiwa kama mitume waliopigwa viboko leo kwa sababu ya kusema ukweli kuliko kuadhibiwa kwa sababu ya kusema uongo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili tunaalikwa kutafakari na kufanya tathmini ni kwa namna gani jumuiya zetu za Kikristo zinamfanya Kristo kuwa kiini cha maisha yao. Mwanzoni mwa sura ya 5 ya kitabu cha Ufunuo tunasoma kwamba mwana kondoo aliyetolewa sadaka anakaribia kiti cha hukumu ya Mungu. Anachukua kitabu na kuvunja mihuri yake. Yesu ndiye mwana kondoo pekee anayeweza kufungua kitabu chenye majibu ya maswali yote yanayotoka moyoni mwa mtu. Ni yeye pekee anayeweza kuleta mwanga kwenye matukio ya kihistoria na kuyapatia maana. Malaika wanaunganisha sauti zao katika wimbo wa sifa. Viumbe vyote wanajiunga kuimba wimbo wa sifa. Wimbo huo wa sifa unataja sifa 7 ukisema, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ufunuo sura 5 mstari wa 12. Muziki huo wa mbinguni una maana kwamba viumbe vyote vimekombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Sadaka ya mwana kondoo imebadilisha mioyo ya watu wanaotambua kuwa Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Wanatambua kuwa wokovu umefika na wanajiunga na malaika na wimbo wa sifa. Nasi naomba tuimbe kwa shangwe kwa sababu ya furaha kubwa tuliyonayo ya kupata jimbo jipya la Bagamoyo na askofu wake aliyesimikwa leo. Wanakwaya, nisaidie kuimba wimbo maneno haya. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Najua mnatuni nyingi. Tafuteni tuni nzuri tuimbe wote kwa shangwe na furaha.